Viongozi wa mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na wanafunzi wa vyuo pamoja na wanazuoni mbalimbali wamekutana katika kongamano maalum lililolenga kujadili, kutambua na kuainisha mafanikio ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo na ustawi wa jamii. Washiriki wa kongamano hilo wameeleza kuwa katika kipindi cha uongozi wake, serikali imepiga hatua kubwa katika sekta muhimu zikiwemo elimu, afya, maji, miundombinu pamoja na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Akizungumza katika kongamano hilo, mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa NEC, Ndele Mwaselela, amesema utekelezaji wa miradi ya maendeleo umeongeza upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, washiriki wamepongeza juhudi za serikali katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuongeza fursa kwa vijana kujiajiri. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbeya, Solomoni Itunda, amesema serikali imeendelea kuboresha sekta ya afya kwa kuimarisha miundombinu na upatikanaji wa huduma za matibabu, hatua inayosaidia wananchi kupata huduma kwa wakati. Kongamano hilo limeelezwa kuwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu mafanikio ya serikali na mchango wake katika kuimarisha ustawi wa wananchi pamoja na maendeleo ya taifa. Katika umri wangu wa kutumikia uneki, nitahakikisha mazuri ya serikali yangu ambayo tumeiunda wenyewe, Chama cha Mapinduzi, yanasikika, yanafikika na yanasemwa kwa lugha laini. Yapo tutakayoyafanya, yapo tutawaambia tumefanya, kwa sababu tusiposema leo alama kubwa za Dr. Samia hatutakuwa tunamtendea haki. Sasa wote tukubaliane, kuanzia kongamano hili twende tukafanye makongamano ya wilaya na wataalamu wa wilaya waende wakatoe taarifa kama hizi. Uongo jamani? Twende tushuke tukatoe makongamano ya kata. Uongo jamani? Tukakutane na wakulima wetu kwenye kata, tuwaambie mbolea mnaonunua hiyo Dr. Samia ameiwekea ruzuku. Tuwaambie zamani mtu alikuwa ajifungui hapa, alikuwa anajifungulia maili nyingi. Leo Dr. Samia ameleta vituo vya afya. Leo tunaokoa maisha ya watoto wetu, tunaokoa maisha ya watu wetu. Watu wataelewa. Wakija watu ambao wanahubiri mabaya, watawaambia nyie ni waongo, si ndivyo? Sasa tusiruhusu wabaya, na wanasema ubaya ukisikika sana, usipokanusha unageuka ukweli. Hivi ndio tumeanza, na leo nitegemea na watu wa biashara wangekuwepo. Ngoja mimi niwape ushuhuda kidogo. Kabla Dr. Samia hajaja, wafanyabiashara asilimia kubwa walikuwa wanatabu sana, na hili hamtaki kulisema, lakini mimi nitalisema kwa sababu mimi ni sehemu ya wafanyabiashara. Ilikuwa kufungiwa akaunti ni jambo la kawaida. Yaani mtu umegombana naye wewe binafsi huko kilabuni, anakutegea, anaenda kufunga shule za Mwaselela. Dr. Samia amekataa kwamba tujadiliane kwa hoja, biashara tuzikuze, tusifanye. Waovu walitumia njia ya kusema wanakusanya mapato lakini wanaumiza watu. Uongo? Wanaokubaliana na mimi wanyoshe vidole kama kweli mnakubaliana na mimi. Hiyo ndio alama kubwa. Ukiruhusu biashara, umeruhusu uchumi fanye ukue. Dr. Samia ameimarisha ulinzi binafsi wetu, ulinzi wa mali zetu, ulinzi wa rasilimali zetu, na nyinyi ni mashahidi. Leo unaweza ukatembea na hela hapa, hata hakuna mtu ambaye anaweza akakusumbua kwa una hela. Ameimarisheje? Ametengeneza mifumo ya kidigitali. Mmenipata jamani? Kwamba sasa mifumo ya fedha imekuwa ya kidigitali kiasi kwamba ukikutana na mimi, hela yote hata milioni 200 iko nini kwenye simu, naweza nikahamisha milioni 100 kwa njia nini ya simu. Madogo hayo. Zamani ukitoka Chunya umeuza tumbako, unakuja mpaka Mbeya mjini hapa, unachukua hela pale kwenye benki X, unatembea na hela kabla hujafika wapi? Kabla hujafika
Chunya kona pale watu wameshakuvizia. Hivi karibuni mmeyasikia? Mmefikia anatokea hivi. Yupo amiri jeshi mkuu ameweka kwamba wananchi wakipata mali zisibuguziwe. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Walimu, huo ndio ukweli. Madaktari, huo ndio ukweli. Kiukweli kazi kubwa, uwekezaji mkubwa uliofanywa na rais wetu kwenye sekta ya afya, wala sio jambo la majadiliano. Lakini kana kwamba haitoshi, vifaa tiba kama nilivyosema, nilivyoviona pale ndivyo nilivyoviona Apollo India, zaidi ya shilingi bilioni 48 ametuletea kuboresha vituo vya afya, kuleta madawa katika hospitali zetu. Na kwenye hili nataka niwaambie ndugu zangu, mmezungumza sana, changamoto zipo. Tunapoizungumzia Marekani, walipata uhuru muda mrefu sana, lakini swala la maendeleo bado ni mjadala Marekani, swala la maendeleo bado ni mjadala Ulaya. Bado hawajafika mahali wakasema sisi maendeleo basi. Kwa kumbe maendeleo ni mchakato. Hizi changamoto za hapa na pale, sisi kama serikali, sisi kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, tuendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunazitatua kwa wakati. Lakini tumeshuhudia hivi karibuni, hapo nyuma kidogo, tulikuwa na changamoto ya kuajiri watu sana kwenye kada ya afya, lakini kwa kipindi chake kifupi ameajiri zaidi ya watumishi kwenye kada ya afya 483. Lakini kana kwamba haitoshi, ameendelea kuboresha stahiki mbalimbali za watumishi wa serikali kwenye eneo la utawala, si tu kuajiri, pamoja na kuboresha maslahi yao. Nyie walimu ni mashahidi, mlikuwa mpani madaraja, leo mnapanda madaraja. Nyie watumishi wa kada ya afya, mlikuwa hamlipwi zile allowance zenu, mnaita nini zile extra duty zile, baada ya kazi. Juzi mimi niliserebuka hapa na manesi wana furaha kubwa kwamba stahiki zao sote wanalipwa kwa wakati na viongozi wao. Tumpigie makofi rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, lazima tuwe wa kweli. Tusipokuwa wa kweli, mawe yatasema. Rais wetu kwa kipindi kifupi ameendelea kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia. Amezungumza Mea, lakini hivi karibuni tu baada ya uchaguzi tumemwona rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto, tumemwona rais wa Rwanda Mheshimiwa Kagame, tumemwona rais wa Singapore hivi karibuni, tumeona rais wetu ameenda Urusi kukutana na rais wa Urusi. Kwa zaidi ya miaka 50 haijapata kutokea. Hizi ni ripoti kutoka mkoani Mbeya na Cosmas Anton.